Tuko sawa sawa sasa? Tuendelee na somo letu. Tunajifunza mbinu za kutamalaki mji. Na siku ya jana na juzi tuliziangalia mbinu kadhaa. Mbinu ya kwanza tuliona ni vizuri Wakristo wamiliki ardhi kihalali. Wakristo kumiliki ardhi kihalali. Moja, kwa kununua kwa fedha. Namba mbili, kununua kwa maneno. Kwa tuliona jana na tulistaki kurudia tulipoishia. Lakini siku ya jana tuliona mbinu ya pili. Mbinu ya kwanza ilikuwa na vipengele viwili. Lakini mbinu ya pili tulijifunza kwamba hakikisha ardhi unaifanya kuwa madhabahu. Tuliona kitabu cha Kutoka ile sura ya 3. Kutoka ile sura ya 3 kuanzia aya ya 2 mpaka ya 5. Mungu anamwambia Musa na kwamba vua viatu vyako, maana mahali hapa ni patakatifu. Kwa waliokuwepo jana nikawaambia ile ilikuwa sehemu ya kawaida, ilikuwa ni ardhi kama ardhi nyingine. Lakini Mungu anapotokea kwenye eneo hawezi akakanyaga mahali ambapo hapajawekwa wakfu. Unanisikia? Mungu akai mahali ambapo sio wakfu. Maana akamwambia Musa, ulizoea kuchungia hapa, maisha yako yote ulikuwa unazunguka kwenye hii ardhi. Leo sio ardhi ya kawaida. Anamwambia ardhi hii au nchi hii ni takatifu, kwa usije kawaida. Kwa sababu gani? Nimeisha ifanya kuwa wakfu, nimeisha ifanya kuwa madhabahu. Kwa hiyo niliwaambia ni vibaya kununua ardhi na ukaanza kutumika pale, kujenga, kuitumia ardhi kabla ya kuifanya kuwa madhabahu. Ni mbaya sana. Hakikisha ardhi unaokuwa nayo iwe ni ardhi ya kujenga, ya makazi yako au mashamba. Hakikisha unayafanya kuwa madhabahu. Amen. Tuliona kwenye kitabu cha Isaya 13:21 ya kwamba ardhi ile iligeuka kuwa makazi pa majini na hayawani wakali. Manake ardhi, mahali popote ambapo hapajawekwa wakfu, panaweza pakainua matatizo kwenye maisha. Unaweza ukajenga nyumba, lakini ile sehemu ina makao ya miungu au mizimu au mapepo au majini. Maisha yako yakaharibika, magonjwa yasiyokoma, uharibifu, laana na vitu kama hivyo. Bo chimbuko lake linatokana kwenye ardhi uliojenga au unaolima. Kwa nini? Kwa sababu watu wengi hatuna kawaida ya kuweka wakfu vitu tunavyovinunua. Hata kama ni nguo, usivae kabla ya kuweka wakfu, kuifanya kuwa madhabahu. Hakuna kitu chochote ambacho Mungu anataka kukitumia kabla ya kuweka wakfu. Ukishakuwa na jicho la kiroho, utachukulia kawaida hivi vitu vya kawaida. Unachukua tu, unasema kwa nitumie. Ardhi ina kawaida ya kuhifadhi mambo ya kiroho. Ndio maana kwenye Isaya 13:21 anasema ardhi ile iligeuka kuwa makao ya majini. Sasa jiulize, wewe unaenda kununua hiyo ardhi ambayo ni makao ya majini. Matokeo yake yale majini yatakuwa yanakushambulia. Au yatakuwa yanakutokea kwenye ndoto yakijitambulisha kwako. Tuliona Mwanzo sura ya 28 aya 12 mpaka 19. Mwanzo 28 12-19 ni habari za Yakobo alipofika eneo linaloitwa Betheli au Luzu, akalala pale. Maandiko nasema akatazama malaika wakipanda na kushuka. Akasema hii ni nyumba ya Mungu, ni makao ya Mungu. Sasa huyu Yakobo alikutana na ardhi ambayo iliwekwa madhabahu na babu yako anaitwa Ibrahim. Ibrahim alikuwa anamwabudu Mungu aliye hai. Kizazi cha 3 kikakutana na Mungu wa eneo. Yakobo
alibarikiwa kupitia madhabahu ya babu yake. Sasa kinyume umeenda kujenga ambapo aliyekutangulia mtangulizi wako aliweka madhabahu, aliweka wakfu kwa Mungu wake. Utakuwa unatokewa na vitu vya ajabu. Maisha yako yanaweza yakaribika milele kwa sababu ardhi hujajifunza kuiweka wakfu. Halo. Lakini niliwaambia pia, kama Ibrahimu aliweza kutenga eneo ardhi akarisisha wajukuu, wajukuu walipata mbaraka kwa Mungu wa Ibrahimu kupitia ardhi. Maana yake nini? Mungu anataka atawale maeneo tunaoishi. Kwa mfano, hii Mfuru, ukitaka Mungu akae kwenye maeneo ya Mfuru, Mungu atamalaki. Pasiwepo na skendo mbaya za kishetani na matukio mabaya ya kishetani, misiba isiyoisha inayosababishwa na marango ya kuzimu kwenye mji. Mnafanyaje? Mungu aliye hai hawezi kukaa kwenye maeneo ambayo hayajawekwa wakfu. Kwa kadiri Mkristo mmoja ananunua ardhi, anaifanya kuwa madhabahu, na huyu jirani anaifanya kuwa madhabahu, na huyu jirani anafanya kuwa madhabahu, maanake mji mzima Mungu atakaa. Kwa nini? Kwa sababu mmempa eneo la kuketi, na matokeo eneo lenu litakuwa chini ya uongozi na utawala wa Mungu. Kwa hiyo ndio faida ya watu wa Mungu kuwa na ardhi na kuifanya kuwa madhabahu. Hapo Mungu atakuwa naishi hapo. Mnampa Mungu utawala na umiliki kwenye eneo. Kwa hiyo utashangaa kuna maeneo ambayo ukienda, mvua kwa muda, mambo yanaenda, watoto wa pale wanasoma, watu wana uchumi wa kutosha, wengi sana wanamfanya Mungu aliye hai na kumtengenezea madhabahu. Halo. Kwa mbinu moja wapo ya kutamalaki mji ni mbinu ya kila Mkristo kufanya eneo kuwa madhabahu. Kufanya eneo kuwa madhabahu. Na niliwaambia watu wengi wanafikiri eneo la kuabudu ni kanisani. Kwa mujibu wa Biblia, eneo la kuabudu kwanza ni nyumbani. Kwa eneo rasmi la kufanya ibada sana ni kwako, nyumbani kwako. Mnisikilize. Kwa kadiri unafanyia maombi nyumbani, madhabahu yako unaimarisha. Halo. Bwana asifiwe. Na mnisikilize. Madhabahu uliyoitengeneza ukampa Mungu uhalali, inaweza kutetea hata kama upo. Halo. Mtikise mwenzako, mwambie changamka. Acha kusubaa. Changamka. Kwa hiyo unaweza kawa Mombasa, lakini kwa sababu nyumbani kwako pale kuna eneo ambalo unamuitia Bwana, wakati wa vita yako hauko nyumbani, madhabahu ya nyumbani itakutetea. Ndio maana watu wanaojua kila eneo wanaifanya kuwa madhabahu. Kama ni shamba, madhabahu. Kama ofisi, madhabahu. Kama una gari, madhabahu. Una baisikeli, madhabahu. Una pikipiki, madhabahu. Chochote madhabahu. Unatengeneza Mungu akae kwenye maeneo. Kwa wakati wowote Mungu anaweza kutetea kupitia eneo uliloweka madhabahu. Mnisikilize. Na mtumishi rafiki yangu, haya mambo anaongea mambo ya roho. Siku moja walienda kumroga wachawi, walimpa mayai akaenda kala. Yeye ndo anatoa ushuhuda jinsi ambavyo usidharau madhabahu uliotengenezwa. Unafikiri kwa sababu umehusika wewe ukafikiri ni ya kwako, sio ya kwako. Kala yale mayai ya kichawi, tumbo likaanza kusokota huko ndani. Kipindi wanamchukua wanampeleka hospitali, hawezi kunyanyuka, tumbo limemkamata. Mungu akamwambia, nenda kanisani pale ambapo yeye amejenga kanisa, ana huduma binafsi. Nenda kanisani kalale madhabahu. Akamwambia hapana, geuza gari. Watu wakashangaa, twende kanisani. Alipoenda kanisani akalala namna hii, dakika 2 akapona. Pigia Yesu makofi. Ni nini? Msaada umetokea kwenye madhabahu anayosimama kila siku na kudharau.
Ndio maana ni vibaya kuna jinsi madhabahu unaotumika. Heshimu kitu kinaitwa madhabahu. Ukifanya nyumbani eneo fulani kwa madhabahu, liheshimu. Mtu yote asije pale kanyaga unaweka na kufuri. Hii chumba ni chumba cha madhabahu yangu nyumbani. Kwa sababu wakati wa taabu nyumbani pako patakuwa msaada. Hello. Okay, tuendelee niwaambie. Angalia Wafalme wa Pili 17, tuanzie hapo leo. Wafalme wa Pili 17 26 hadi 27. Wafalme wa Pili 17 26 na 27. Pili 17 aya 26 mpaka 27. Wafalme wa Pili sura 17 aya 26 mpaka 27. Haleluya. Maandiko nasema, sasa unaweza kuanzia 25. Basi ikawa wakati ule walipoanza kukaa huko, hawakumcha Bwana. Kwa hiyo Bwana akapeleka simba kati yao, nao wakawaua baadhi yao. 26. Kwa hiyo wakamwambia mfalme wa Ashuru, wakasema, wale wa mataifa uliowahamisha na kuwaweka katika miji ya Samaria hawaijui kawaida ya Mungu wa nchi. Hawaijui kawaida ya Mungu wa nchi. Kwa hiyo amepeleka simba kati yao, na tazama wanawaua, kwa sababu hawaijui kawaida ya Mungu wa nchi. Halo. Hapa anaongelea Mungu aliye hai. Mungu wa nchi maana yake wanazungumza Mungu wa mji fulani au ardhi eneo fulani. Anasema hawa watu walikuja ni wageni kwenye mji. Walipokuja hawakuuliza taratibu za mahali, kwamba jamani hapa mnafanyaje, kawaida ya Mungu wenu. Hawa walikuwa Waisraeli, hawakuruhusiwa kujenga madhabahu nyingine zaidi ya madhabahu ya Bwana aliye hai. Walipokuja wakaanza kuingiza taratibu zisizokuwa za Mungu, akatuma simba wakaua. Manake nini? Kila mahali unapoenda kwenye ardhi kuna Mungu wa nchi. Unasikia? Kuna Mungu wa nini? Wa nchi. Ukienda kwenye ardhi mahali ukaanza kuleta utaratibu wako, kama kuna Mungu wa nchi ataanza kupingana wewe. Ndio maana watu wanaenda eneo hawajauliza hapa kuna nini, na hawajui. Wanaweza tu kununua kiwanja, akanunua nyumba ukaishi. Angalia matokeo yako. Hawakujua kwamba kuna Mungu wa nchi. Kila ardhi ina Mungu wa nchi. Waona nunua tu. Halo. Mungu wa nchi maana yake kuna utaratibu ambao huyu Mungu anakubidi, anakuambia fanya moja mbili. Ukitaka uishi hapa, endana na mimi. Endana na mimi. Kama ni miungu inang'ana, ufanye sawa sawa na wao. Na usipokuwa makini, unaweza kushangaa unafanana na watu wa eneo. Wewe umetoka tu ni mrokole mzuri tu, unaimba na kwaya kabisa, unashangilia haleluya. Haleluya. Nafika pale, naanza jamaa hapa tunakunywaga pombe. Kweli mimi sinywi pombe kawaida. Mungu wancha anakupambana na wewe. Papa. Mara ghafla mtoto anaumwa. Mara ghafla ugonjwa. Mara ghafla uelewi maombi yamekoma. Unapambana na Mungu wa nchi. Mara tabia mbaya zimeinuka. Vitu vingi usivyoelewa, kwa sababu watu wengi tunaendaga mahali kikawaida. Kuna Mungu wa nchi. Kuna miungu na roho ambazo zinakaa kwenye maeneo. Usiende kwenye ardhi au kiwanja ukaenda kikawaida. Kuna Mungu wa nchi. Ndio maana nakwambia kila ardhi ifanye madhabahu. Kabla ya kuanza kujenga pale, kabla ya kuanza kulima pale, kabla ya kuanza kutekeleza jambo ambalo unakusudia moyoni, hakikisha unafuata taratibu za kufanya eneo kuwa madhabahu kwanza. Hiyo ndio kiu yangu. Ukishafanya kuwa madhabahu ndio uendelee na kazi unaotaka kuzifanya.
Lakini kama usipofanya hivyo, matokeo yake utapambana na Mungu wa nchi. Na hicho ndio kitu kinawakuta wengi kwenye eneo hili. Kinawakuta wengi kwenye eneo hili. Unaweza kuanza biashara kwenye eneo ambalo Mungu wa nchi anadai Mkristo hapaswi kufanya biashara hapa, mlokole hapaswi kufanya biashara hapa, hatukutaki kufanikiwa hapa. Sasa ujue cha kufanya, unalazimisha. Baada hapo unaweka hela, ujue imepotelea wapi. Mungu wa nchi. Uliza wachungaji wanaenda kuweka makanisa mahali, hawajui hizi kanuni. Unaweka, unapambana, umekauka mwenyewe. Usipokuwa makini unaweza kushangaa na wewe unapelekwa mahututi. Nimeenda mahali, nilikuwa na hadithi juzi kule Lindi, ilikuwa inasemwa na Horo. Tumekuta kabisa hakuna kanisa hata moja. Kuna limungu fulani wanaliabudu wote, ukilisema watu wanaogopa. Umemsema huyo ndio Mungu wetu. Najiuliza, come on, hivi vitu gani hivi? Wote wana hofu na mtu fulani, mganga tu yuko pale. Mchungaji mmoja wa kanisa silitaji alienda pale akaanzisha kanisa. Baada ya muda Mungu ancha akasema unijui, akamtumia mwanamke. Akalala naye, wakamuiba kiroho chake, akakauka kama kuni. Yupo tu tunamkuta analia tu, hajui afanye nini. Kamesha geuka kuwa mrevi. Kwa sababu ni vitu unaenda tu. Haya mambo nakwambia ni mambo ambayo tumekutana nayo. Mimi kila maeneo naenda lazima nishughulike. Hizi wiki za mwanzo lazima nishughulike na eneo. Wiki ya kwanza nikienda mahali pageni huwa shughuli kawaida. Ninahakikisha nafanya maombi ya kujiweka wakfu na eneo nitakaloishi. Hata kama sitakushughulika na maeneo yote, lakini mwenyewe niko salama. Alafu nikisha kuwa salama, naanza kumvua mmoja mmoja, naanza kutawanya huku na huku. Mwenyewe niwe salama kwanza, nichiweke sawa sawa. Sasa unaenda kule ukiwa mgeni, unasema mimi ni fire. Ukifika pale, ujui kanuni ya kufanya madhabahu kwanza. Alafu unaenda pale, ghafla unaanza kufanana na wale uliowakuta wote, mnaanza kufanana. Sura ile, ujenzi ule, mafanikio yale, kawaida, tabia zile. Kama ni uzinzi, unashangaa mji mzima wote wazinzi, hakuna kumkemea mwenzake. Kama ni walevi, wote walevi. Kama wote mnaanza kufanana, moto wake ndio unaibiwa hivyo. Pap. Baada ya muda unasema, vipi mtumishi? Msiniite mtumishi wewe. Mimi siwahi kuata mchungaji. Unaanza kana kama Petro. Nyosha mkono namna hii. Pigia Yesu makofi mengi. Mwambie mwanzo kawaida ya Mungu wa nchi. Haleluya. Lazima ujifunze kufanya ardhi kuwa madhabahu. Sasa nikupe hatua za kufanya ardhi yako kuwa madhabahu. Hapo nataka niishie leo. Hapa nakusaidia namna ya kufanya ardhi yako kuwa madhabahu. Namna ya kufanya ardhi au kiwanja kuwa madhabahu. Andika, namna ya kufanya ardhi yako au kiwanja chako kuwa madhabahu. Tumefika? Bwana asifiwe. Namna ya kufanya nini? Ardhi yako au kiwanja chako kuwa madhabahu. Hello? Njia ya kwanza, itumie damu ya Yesu kwa toba. Andika, itumie damu ya Yesu kwa toba. Itumie damu ya Yesu kwa toba. Umemaliza? Uko sawa? Kwa toba. Namba 2, itumie damu ya Yesu kwa kuondoa kilichopo. Itumie damu ya Yesu kwa kuondoa kilichopo. Kwenye mabano, kutakasa. Itumie damu ya Yesu kwa kuondoa kilichopo. Kwenye mabano, kutakasa. Haleluya. Waebrania sura 9 21 hadi 22. Waebrania sura 9
21 hadi 22. Waebrania sura 9 21 hadi 22. Tupo tayari? Tuko sawa? Sasa mnisikilize. Mnisikilize vizuri. Halo? Unapoenda kwenye ardhi, hapa mwana nitulie kidogo wala nisiende haraka, nikueleze kwanza. Unapoenda kwenye ardhi au kwenye eneo fulani, umenunua kiwanja. Kwanza niliwaambia hakikisha kiwanja au ardhi umeipata kwa njia halali. Si ndio? Kwa sababu damu ya Yesu haifanyi kwenye udhalimu. Damu ya Yesu inafanya kwenye kweli. Ndio maana sasa watu wengi wanashindwa kujua kwamba uwezo katakasa kisichotakasika. Ndio maana nikwambia kwanza ardhi uwe na uhalali kwenye ulimwengu wa roho. Alafu damu ya Yesu inafanya kazi juu ya ukweli. Kwa sababu kabla ya damu ya Yesu kutoka, alianza Yesu mwenyewe. Yesu ni kweli. Biblia inasema alikuja kwa ni mamba. Halo, ukishamaliza hapa nakupa hatua. Ukishamaliza unaenda mbele za Mungu kwa toba. Hapa sikiliza, hapa nakufundisha kanuni za kikuhani. Nitakuonyesha baadaye kanuni za kikuhani. Kanuni za kikuhani ndio kanuni za utakaso. Hizi ni kanuni za kikuhani. Kuhani aliruhusiwa kwenda mahali kabla ya kuombea eneo toba na yeye. Kwa hiyo maana yake nini? Unapoenda kwenye kiwanja au ardhi, hakikisha wewe unajiombea toba na unaombea toba eneo. Kwa nini? Toba maana yake ni kwamba inawezekana kuna vitu visivyo vya kimungu vimefanyika kinyume na Mungu. Kwa unaomba toba kwa chochote kibaya kilichofanyika juu ya nini? Ya ardhi. Unanisikia? Kwa toba ni kanuni na unatumia damu ya Yesu. Okay. Sorry, ngoja nikuonyeshe. Okay. Nisomea kitabu cha Mwanzo sura 8. Mwanzo sura 8. Tuone aya, nadhani aya 22. Mwanzo sura 8 aya 22. 8:22. Sasa nitaanza kusoma kuanzia aya 20. Aya 20 hadi 21. Mwanzo 8:20 hadi 21. Nuhu akamjengea Bwana madhabahu. Twende pamoja. Maona Yesu anasema Mungu akamjengea Bwana madhabahu. Akatoa katika kila mnyama aliye safi na katika kila ndege aliye safi, akavitoa sadaka za kuteketezwa juu ya madhabahu. Bwana akasikia harufu ya kumridhisha. Bwana akasema moyoni, sitailaani nchi tena baada ya haya kwa sababu ya wanadamu, maana mawazo ya moyo wa mwanadamu ni mabaya tangu ya ujana wake, wala sitapiga tena baada hayo kila kilicho hai kama nilivyofanya. Mtanielewa? Hello? Okay. Tunakumbuka habari za Nuhu. Kwenye sura ya 6, Nuhu alijenga safina kwa sababu Mungu alisema atakuja kuangamiza dunia kwa gharika ya mvua. Kwa nini? Kwa sababu dunia ilinajisika na uchafu. Watu walala mwanamke na mwanamke, uzinzi ukatapakaa, uchafu katapakaa. Mungu akasirika, akasema okay, hapa siwezi nikawaacha wanadamu juu ya nchi. Mnisikilize. Mungu akaeta gharika, akaua watu wote isipokuwa Nuhu na watoto wake 3
na wake zako watatu, maana yake watu 8. Tunaenda sawa? Okay. Nuhu alipotoka kwenye safina alikuta ardhi yote imeharibika. Imeharibikaje? Mungu alileta gharika juu ya nchi kuteketeza eneo lote la nchi. Kwa hiyo ardhi yote ilikuwa ni ardhi yenye adhabu. Hapa anasema sitalaani tena. Maana yake Mungu alishalaani ardhi yote, ilishapigwa na gharika zote. Angalia, angekuwa mpendo hapa Mfuru, angetoka kwenye safina anaanza kulima. Angetoka kwenye safina anasema, Mungu nakushukuru. Yaani siku 40 nimeona muujiza. Ile adui yangu ile alikuwa ananikemea nikienda kwenye maombi amekufa na yeye. Okay, jembe hilo. Anaenda kwenye jembe. Alafu baada ya muda anapiga jembe, hakuna matokeo. Anafanya hiki, hakuna magonjwa mengi, kwa sababu Mungu ndo alaani ile ardhi. Sasa angalia kanuni ya kikuhani. Bwana alimwambia, unapoenda kwenye safina hakikisha unaenda na ndege wasafi. Ndege wasafi. Wakati ametoka kwenye safina, Mungu akamwambia, Nuhu toka. Biblia inasema Nuhu akitoka kwenye safina hakwenda kulima, hakwenda kujenga nyumba, hakwenda kuweka majembe na kuweka trekta pole ili kulima. Biblia inasema akamjengea Bwana madhabahu. Namba 1. Namba 2, akatoa sadaka kwenye madhabahu. Bwana akasikia harufu ya kumpendeza, akasema okay, sitarudia kulaani wanadamu. Na akaweka agano. Maana kama nisikilize, kwa nini Nuhu anafanya hivyo? Alikuwa anaweka wakfu ardhi ili Mungu atamara kwenye mji. Akilima mahindi yatoke apate faida. Ndio maana baada ya hapo Nuhu alilima akapata mazao mpaka akaanza kulewa. Mazao yakakubali, wanyama wakakubali, nchi ikakubali, watu wakazaliwa, watu wakaanza kurudi kwenye uso wa ardhi, kwa sababu nchi iko tayari kumpokea Mungu duniani. Iko tayari. Nuhu alifanya kazi ya kikuhani. Kwanza aliomba toba. Unajua anajuaje? Mungu akasikia harufu ya kumpendeza. Sio sadaka. Sadaka inatangulia na imani. Ile harufu haikuwa ya ndege. Okay. Biblia inasema kwa imani Habili alimtolea Mungu sadaka. Biblia inasema Habili alipoenda kutoa, Mungu akitakabali sadaka ya Habili na akamtakabali Habili. Manake sadaka ambayo Mungu anaipokea, hapokei sadaka kwanza, anapokea moyo wa mtoaji kwanza. Kwa hiyo kama alisikia harufu ya kumpendeza kabla ya harufu ya ndege, alisikia moyo wa nani? Wa Nuhu, wa toba kwanza, akakubali sadaka yake. Ndio maana hiyo ndo kanuni ya kikuhani. Kuhani aende madhabahuni kabla ya kujiombea rehema na kuomba toba mwenyewe na kuomba toba kwa eneo, ili Mungu arizike, aingie eneo. Okay, nisikilize. Ibrahimu alipoenda aende kwenye nchi aliyohamishiwa, kabla ya Mungu kumbariki, alitoa sadaka kwenye ile nchi. Biblia inasema ndege wakaja kula ile nani sadaka, akawafukuza, usingizi ukamtokea, ndio Mungu akamtokea. Hakuna mahali ambapo Mungu anataka kumtokea mtu kwenye agano la kale kabla ya kuifanya sehemu kwa madhabahu na kutoa sadaka. Hakuna. Ilipaswa sadaka itolewe, iwe madhabahu kwanza. Ndio nakwambia ardhi inaweza kuwa madhabahu, nyumba yake ikawa madhabahu. Alipofanya vile ndipo uliona Mungu alitamalaki kwenye hilo eneo. Sasa nisikilize. Hapo ukipata na watumishi wa kupiga chenga, watakwambia kuanzia kesho leta sadaka za kutosha hapa, tupeleke nyumbani kwako. Umepigwa. Kilichokuwa kinatafutwa pale sio ndege, ni damu ya ndege. Ni damu ya ndege. Nimekwambia ndege awe safi, ile damu. Kwa hiyo mnisikilize, sadaka iliyokuwa inatafutwa ni ya mnyama, kwa sababu kutoa fedha alitoa damu ya mnyama. Maana yake ni kinachotakasa eneo
ni damu. Sasa mnisikilize, damu ya mafahari haina kazi tena, damu ya mbuzi haina kazi tena, iko damu ya Yesu. Ndio maana mnisikilize sasa, nimekwambia unapoitumia damu ya Yesu kwa imani ni sawa sawa umetoa sadaka. Mnanisikia? Mara nyingi Mungu anapokudai sadaka, hataki sadaka, anataka moyo wako, aone imani yako, kwa sababu damu ya Yesu inatumiwa kwa imani. Warudie sentensi. Damu ya Yesu inatumiwa kwa nini? Kwa imani. Biblia inasema na imani katika damu ya Yesu. Kwa uwezo kutumia damu bila imani, uwezo kutumia jina bila imani. Sawa? Hello? Kwa imani twafahamu kwamba ulimwengu uliumbwa, hakuna kitu cha kiroho utakifanya bila imani. Mama nisikilize, watu wengi sasa hivi wanachukua mafuta, wanatumia, wanaweka imani kwenye mafuta. Ni kosa. Hata Nuhu hakuweka imani kwenye ndege, aliweka imani kwa Mungu. Mnanisikia nikisema? Ndio maana sasa tunapomwambia wekeni sadaka, watu imani zao zinaona sadaka hii $100 yangu, $100, pumbavu. $100 kwenye nani? Ndio weka imani kwenye sadaka. Ni imani yako kwa Mungu anayepokea sadaka. Ndio maana sasa mara nyingi ukitoa sadaka ya fedha, Mungu hataki sadaka yako ya fedha, anataka kupitia fedha yako au uvute moyo wako. Ukishavutika moyo, hata damu ya Yesu inapata nafasi ya kufanyia kazi. Nawafundisha kitu ambacho kama mnaelewa. Piga Yesu makofi sio kama unaelewa. Sema haleluya wewe. Sasa Waebrania sura 9:21 hadi 22. Waebrania sura 9:21 hadi 22. Haleluya. Tuwe taratibu, tanielewa. Waebrania sura 9:21 hadi 22. Haleluya. Nasema na ile hema nayo na vyombo vyote vya ibada alivinyunyuzia damu hiyo hiyo. Na katika Torati karibu vitu vyote husafishwa kwa damu, husafishwa kwa damu, husafishwa kwa damu, na pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo. Maana yake bila damu huwezi kuondoa jini mahali. Pasipo damu hakuna ondoleo. Damu kazi yake ni kuondoa kisichotakiwa. Unanisikia? Okay. Unapofua nguo, si unaisafisha? Wao ukifua nguo haiwi nguo. Ni nguo ile ya unaondoa uchafu. Yaani iko hivi, hii nguo unaweza kuwa ni nguo, lakini ukifua unatoka nini? Chembe chembe za uchafu. Maana yake nini? Maji yametenganisha kati ya kitambaa hiki na uchafu, yameondoa. Unaposema damu kwa ajili ya ondoleo, ikimwaga mahali inaondoa kisichotakiwa, halafu inaleta kinachotakiwa. Ndio Biblia inasema aondoa la kwanza aweka la pili. Pale kuonyesha nani? Waraka wa kwanza Waebrania sura 10. Waebrania sura 10 sura 10 aya 9. Waebrania sura ya 10 aya 9. Ndipo aliposema, tazama nimekuja niyafanye mapenzi yako. Aondoa la kwanza ili kusudi asimamishe la pili. Umeona hiyo? 10:9 Waebrania. Mnanisikia? Wani kusikiliza. Mnisikilize. Hapo na vitu navipa tu, unaotega masikio yako. Kanuni ya kiroho. Kanuni, ukiondoa cha kwanza panda cha pili. Kanuni ya kiroho. Ukiondoa cha kwanza panda. Okay, ukivunja madhabahu jenga madhabahu. Ukiondoa agano weka agano. Sasa kinachotokea kwamba kwa mfano watu wanatuitaka watumishi, nimejenga nyumba yangu na mchungaji na tarumbeta na nyimbo. Mchungaji anakuja, watu wanakuja, wanaingia kwenye nyumba. Mchungaji anaanza kuweka wakfu, wanafanya ibada pale, wanaombea. Baada ya pale amemaliza, kaondoa la kwanza, hajasimamisha la pili. Unisikilize, madhabahu sio ya siku moja.
Elia alisema alipotoa ile sadaka wao na mabahari, kazi ya sadaka alisema kwamba nataka nijenge madhabahu. Kwa nini? Mioyo ya Israeli ilikuwa imefanya nini? Imevunjika. Madhabahu imevunjika. Unaweza kuwa na madhabahu sio na nguvu. Halo, watu wengi sana wananunua ardhi, wanaomba rehema na toba, baada hapo wanafanya nini? Wanaondoka. Ukiondoa la kwanza, simamisha la pili. Maana yake mnisikilize ninachowaambia ni kwamba ukishaomba toba, ukaomba rehema, kinachofuata unaondoa kilichopo. Unaondoa nini? Majini, wachawi, magonjwa, laana. Baada ya pili unasimamisha baraka, unasimamisha amani, unasimamisha mafanikio. Alafu kila siku moto usizime, asubuhi usizime, mchana usizime, kesho, kila wakati unasimamisha madhabahu. Nitakuonyesha Biblia inachosema. Biblia inasema moto wa madhabahu usizime. Ukiondoa, simamisha. Wewe unadhani kwa nini watu Disemba kuna watu wanaenda kama kwao, siwasemi kabila fulani, kila Disemba nyumbani wanaenda kusimamisha la pili. Kila Disemba wanaenda kuuisha, wanachinja ng'ombe hapo, wanauisha, wanaenda, wakiingia mjini biashara inapenya. Disemba tuende kazi, wanauisha, wanarudi tena. Sasa wewe mpendwa mwenzako upo tu, uelewi kwa shetani haupo, kwa Mungu haupo. Waganga wanakaba, acha ushamba. Acheni haya mambo. Ukiondoa, ndio maana watu wengi tunavunja madhabahu za familia, hatujenge madhabahu ya Mungu aliye hai. Mtu ameita Gideon alipovunja madhabahu ya baba yake, akajenga madhabahu saa ile ile na akaendelea. Ndio maana nilikwambia jana, ukisha bomoa madhabahu, ukishaweka wakfu, ukaweka na damu, ukasafisha, ukaomba toba, kinachofuata ni ibada nyumbani. Ni ibada nyumbani, asubuhi ibada, mchana ibada, usiku ibada. Moto wa madhabahu usizime. Usizime. Haleluya. Jambo la pili nalofanya sehemu iwe weka wakfu. Jambo la pili, moto usio zima. Moto sio zima. Moto kwenye mabano andika maombi ya kila siku. Mimi sikiliza, unajua mimi siko hapa, yani niko hapa nikueleze mambo jinsi yalivyo. Unataka ni wewe, hutaki ni wewe. Hapa nikiwaambia jamani, leteni sadaka, tuombe, tunaweka wakfu, watu wataleta. Ila kuambia ombeni kila siku, maana kwa mtumishi najua ninalima mno, narudi usiku, wewe shindwa. Kwa hiyo kulima ndio kuna kuzuia kuomba. Nakupa kuwajibika. Sitaki uzembe tu wa Kristo hapa. Nataka watu ambao wako tayari kutengeneza moyo wa ibada manyumbani pao. By the way, Mungu ndio msisitizo wangu. Anataka watu waanze kufanya ibada ya maana majumbani. Majumbani. Moto sio zimika. Wewe na familia ibada. Mjukuu anazaliwa nakuta pale nyumbani, baba ukiamka, baba katika jina la Yesu. Mama yuko upande huu, baba katika jina la Yesu. Mtoto, baba katika jina. Nyumba yote fire fire fire. Shetani achanganyikiwe. Iwe asubuhi, mchana na jioni. Sasa kuna ngine nikiongea hapa, leo wanaenda. Mtumishi wajao ametuambia, watoto leo tunaanza ibada. Kesho najaribu kidogo. Kesho kuta baba anaanza memaniza kesho kutwa ibada imeishia. Ndio mnayofanyaga. Alo, yani nataka siku mnakuja kanisani hapa mpaka mchungaji leo katekista asema hivi, watu wamekuwa mbona naona moto kwa wanafanya mazoezi nyumbani wanafanya mazoezi huko, wakija hapa anakuja kuonyesha kwamba sisi tunafanya mazoezi. Wanafikiri Goliath angepigwa. Daudi alikuwa kila siku amejishimbia mazoezi. Simba anakamatwa,
dubu anakamatwa. Siku ametokea pap mbele za watu, akasema wewe uweza. Akasema nyinyi hamjui, mimi na CV, mimi na uwezo nyinyi. Mimi najifichaka nyumbani, wakati wengine amunioni mimi najikoki, wakati wengine mara mimi najikoki. Usiku wa manane rapa shapa kata shapa kasa, usiku wa manane naomba. Nikija hapa mnasema huyu jamaa na upako. Ninaanziaga nyumbani. Sema haleluya. Nataka show off. Yaani leo nikinyama zabahuni niwe fire. Kirahisi hivyo. Fire. Unakutana na nani jamaa amekaa hapo anakushagashia. Nyumbani una mazoezi. Unaingia nani penalty moja chali. Chenga moja chali. Una mazoezi. Sema amen. Okay, ngoja nikusomee Matendo ya Mitume sura ya 6. Kuna watu rafiki na watania. Halo. Matendo ya Mitume sura ya 6. Nimeshaanza kuruka na masomo yangu. Okay, ndivyo hivyo. Matendo ya Mitume sura ya 6. Haleluya. Sura ya 6 nitakuonyesha nataka kuona. Sura ya 6 aya 4. Na sisi tutadumu katika kuomba na kuhudumia neno. Na sisi tutadumu katika kuomba. Nisikilize. Watu wengi wanaomba ila hawadumu katika maombi. Naongea sentensi. I say, kama una mtu wa kiroho ukishika hii, baada ya mwezi uwe ni mtu mwingine. Watu wengi wanaomba ila hawadumu katika maombi. Kudumu katika maombi sio kuomba masaa 8 kwa siku. Unaweza kuomba risali moja, kesho ni moja, kesho kutwa ni moja, mtondogoli moja. Kila siku una saa ya kusukuma maombi, kudumu katika maombi. Watu wengi tunasema tunatangaza utulivu. Utulivu Jumamosi, anajikoki. Jumapili, akimaliza hapo anafuturu mpaka anapitiliza. Alafu baada hapo ukimkuta Jumanne amelala mpaka wachao wamekaba. Kwa nini? Nilifanya utulivu. Wewe jinga. Jinga kabisa. Mama wenzako jinga. Mnisikilize. Mimi najua watu wengi wa Kristo tena wapenda mnashindwa kwenye kudumu kwenye maombi. Maombi ni sehemu ya chakula. Unataka unaomba, hautaki unaomba. Unajisikia unaomba, hujisikii unaomba. Unajisikia upako unaomba, hujisikii upako unaomba. Uko juu unaomba, uko chini unaomba. Umeenda safari unaomba, ukiwa guest house unaenda kulala unaomba. Ukiwa mahali popote unaomba, ukiwa hoteli unaomba. Kila mahali unaomba. Sasa mtu akitoka hapa asema mimi na Dodoma. Afika nyumba ya kulala. Unajua nyumba ya kulala hawapasi kuwapigia makelele. Nenda hapo. Kuna mwenzako hapa ametoka amefanya nani mambo. Kafanya mambo hapa. Alafu unafika hapa unaanza kabo. Unaanza kutokewa na maroho ya ajabu. Mnisikilize. Mimi naelewa. Sasa mimi mtumishi. Siwezi nikawa na nguvu ya huduma miaka yote bila kudumu kwenye maombi. Nakwambia, na mimi nitaamka kama wewe, utanikuta kabisa na nimepiga pombe niko short kulia. Mtumishi vipi? Short kulia. Naelewa. Kudumu kwenye nini? Maombi. Maombi yao ni sehemu, hata kama ujisikii kuomba unasukuma. Wajibika asubuhi, wajibika mchana, jioni. Hata kama umechoka, umetoka shambani, usilale bila kusukuma maombi. Na ndio Wakristo hapo mnabanwa kwenye kona. Unajikoki mwezi mzima, baada hapo umeisha. Kudumu kwenye maombi. Ukiwa na tabia, hawa mitume Biblia inasema wakadumu katika maombi. Hawa watu hawakuacha kuomba. Wamekamatwa gerezani. Paulo na Sila, Matendo ya Mitume 16, wamepigwa kwa viboko. Usiku wa manane wakajua bila maombi tumekwisha. Biblia inasema wakaamka usiku, wakaanza kuomba na kuimba. Misingi ya gereza katikisika, wakafunguliwa. Kwa sababu walijua hata kama ni shida, hata kama ananijaribu, hata kama tumepigwa, hata kama tumeonewa, hata kama tumezulumiwa, kuomba ni wajibu wetu, lazima tuombe. Sasa wewe ukiuzika kidogo mnaka mwambia, nani najisikia sikupendi.
wiki nzima uombi. Neno tu la kukatisha tamaa uombi. Kila wakati mimi sipendi. Shetani anapitia hapo hapo. Kuna wakati unauzika, unalazimika, nimeuzika, nimezulimiwa, ndio sijisikii, moyo wangu umevunjika, ndio kaa kwenye magoti, kaa kwenye magoti. Mimi nawaambia, sio kafikiri maisha ni rahisi unaofikiri. Kila wakati kuna wakati wa kukutana na majaribu. Biblia inasema kila jambo na majira. Kuna wakati wa kufa, kuna wakati wa kuishi. Kuna wakati wa kupanda, kuna wakati wa kuvuna. Usifikiri kila kitu mteremko. Hasa wakati unakahera hela ndio tunakuona ibadani na umebadilisha na kanguo. Nimo. Ndio unakuja ibadani na sadaka sunayo unaonekana kabisa. Una hela, hatukuoni. Hatukuoni hata kuomba uombi. Punga mkono. Haya majamaa ya mitume yalidumu kwenye maombi. Walipata walishindwa. Stefano sura ya 67 anapigwa mawe. Akina Paulo wanaendelea na nini? Petro wanaendelea na injili. Hawaoni tu. Yakobo alichinjwa, akachukua tupea akaingizwa. Kanisa likawa tamari kaenda kufanya nini? Hiyo ndio inasababisha moto wa madhabahu usizime. Angalia mambo ya Walawi, tumalize. Mambo ya Walawi. Sura ya 9 aya 9. Sura ya 6 aya 9. Utasoma kwa muda wako. Walawi 6:9. Ndio anasema, anawaambia makwani huo moto usizimike. Halo? Huo moto kwa nini? Moto unapozimika, nguvu ya madhabahu inapungua au inaisha. 6:9. Tasoma kwa muda wako. Moto wa madhabahu usizime. Kwa nini? Kwa sababu madhabahu inapaswa hiyo madhabahu yenye nguvu asubuhi, mchana na nini? Na jioni. Ndio maana sasa unisikiliza sasa vizuri. Mungu anachokitaka kwa ajili ya mji huu, unisikilize. Hata kila Mkristo akishaweka wakfu ardhi yake, nyumba yake, kiwanja chake, awe na tabia ya kufanya maombi ya mara kwa mara nyumbani na kwenye eneo analoishi. Hapo ndipo ambapo mtaanza kuona mabadiliko kwenye mji. Unanisikia kusema? Hiyo ndio kiu ya Mungu, anataka watu waibuke waanze kufanya maombi. Maombi yasiyokoma. Halo? Wachawi wanajua. Ukipita kwa mtumishi fulani mfuru, haupiti. Ila kwa fulani unafanya nini? Kwa nini kwa mfano unapita pengine haupiti? Sasa angalia. Kama wanasema kwa mtumishi Elisifa pale ukipita kuna moto, hawapiti. Kwa hiyo wanasema kwa mtumishi fulani sikuseme pale tunapitaga hakuna moto. Maana yake nini? Kama huyu ana moto na huyu ana moto, watapita wapi? Watapita wapi? Kwa matokeo watauacha mji. Ndio maana Mungu watu wakiibuka watu hata 20 tu kwenye mji huu ambao kazi yao ni kuomba, ni nyumba kuomba. Alafu Mungu akakubariki, chukua kiwanja, ununua kingine. Fanya hivyo. Na huyu fanya aise. Baada ya muda hii mfuru, mbona Mungu anatawala tu? Lazima. Sasa nikupe maagizo yafuatayo. Haya maagizo kesho tunapoanza ibada, na watumishi msikiliza maelekezo ili tufanye maombi. Ninajua sitaenda nyumbani kwako, sitafika nyumbani kwako. Kila mtu aende kwenye kiwanja chake au anapokaa. Toa ardhi kidogo, usije na gunia. Kidogo kama kombe leta, sawa? Wewe kwenye mfuko wako. Wewe wenyewe tunaenda kufanya kitu ambacho ulimwengu wa roho utataharuki. Tunaenda kuweka wakfu ardhi za watu. Sasa hii ni ya kwako. Ukijisikia msukumo wa kutoa sadaka kwa hayo maombi, ni wewe. Bahasha zitakuwepo. Kwa nini? Inawezekana imani yako imepungua. Kwa sadaka utakayoleta inaleta imani kwa tendo utakayoenda kulifanya. Ila hiyo sadaka usiingize kwenye udongo. Acheni uchawi.
Hiyo sadaka utaiweka kwenye bahasha. Tukishaombea, Mungu ameisha iona. Utachukua udongo kwenye shamba nyumbani kwako, kama una sehemu unafugia, weka udongo. Alafu kabla ya kuja hapa, omba maombi ya toba wewe mwenyewe. Unanisikia? Omba maombi ya nini? Shika ardhi yako nyumbani, piga magoti. Hata kama mnawaka atakucheka, wewe hauna shida. Wewe hata akucheke tu, endelea. Omba toba, alafu leta udongo. Njoo hapa na madhabahu. Kazi ya kesho ni kutakasa ardhi za watu na kuondoa kilichokaa kwenye nini? Kama kuna jini, kama kuna magonjwa, sio kama kuna laana, tunaenda kuondoa haya mambo. Ukirudi ardhi, unaenda pale ulipoitoa, unairudisha kwenye nyumba au kwenye shamba. Tayari tumemaliza. Tuenda sawa? Hello? Jambo lingine nitakufundisha kesho. Kingine kinachoweka nguvu kwenye madhabahu ni mafuta. Napoongea mafuta, kuna mafuta ya kimwili na mafuta ya nini? Ya kiroho. Mafuta ya kimwili ni ishara, ila lazima uwe na mafuta ya ndani. Nitakuonyesha kesho. Hello? Sasa unaweza kutumia mafuta ya kawaida kama ishara, lakini lazima iwe na mafuta wapi? Nitakuonyesha kesho, nitakufundisha jambo fulani. Amen. Amen. Kwa naomba haya maelekezo waambie na wasio kuwepo, nataka tuponye. Biblia inasema nitaiponya nchi yao, ardhi yao. Utakaponyekesha na kutubu na kuziacha njia zenu, ndipo utakaposikia na kuponya nchi yenu, na kuponya mji wenu, na kuponya maeneo yenu. Tunaona sawa? Fanya hicho kitu kwa imani. Na baada ya hapo, nategemea baada ya kuweka ardhi, tunajenga madhabahu. Lakini pia tutapa moto wa madhabahu usizime. Pale ulipotoa ardhi, uwe na kawaida ya kufanyia hapo ibada. Mnaweza msee watu wawili watatu, lakini kama mmoja au wawili mkaenda pale au nyumbani, hakikisha unapiga magoti, unafanya maombi ya mara kwa mara. Kama ni shamba unapenda kulima asubuhi, damka asubuhi, tumekaa neno kudamka huko Wakaguru. Damka asubuhi, ukifika pale piga magoti au zunguka, omba kwanza, alafu endelea kulima. Huo unafanya hivyo mara kwa mara, utaona kinachotokea. Amen. Amen. Piga Yesu makofi. Simama. Simama. Ndio muda ule saa 12:30. Sema haleluya. Usifikie nimetoka usiku. Ili giza ni nani, mvua. Wala sio muda hujaenda. Nyosha mikono yako mbele juu, funika macho. Sema Bwana Yesu, tunakushukuru kwa wema wako na uaminifu wako. Katika damu ya Yesu, nitunze, nifunike, nihifadhi, nibariki mahali popote napoenda. Wewe umesema tabarikiwa tuingie hapo, tabarikiwa tutoka hapo. Tunaomba baraka za Alfa na Omega ziwe pamoja nasi, tuwe na amani na furaha kwa jina la Yesu. Amen. Shangilia Yesu kwa makofi mengi. Karibu viongozi kwa ajili ya matangazo.